Huyu hapa mzee wa data Ramadhani Mbaduke. Karibu sana dimbani. Shukran jazilan. Uko salama? Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Chris, bila shaka nawe pia? Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu niko salama kabisa. Basi yote kheri. Na mzee wa data, kama nilivyotangulia kusema hapa kuelekea dabi ya Kariakoo, lakini pia si tu dabi ya Kariakoo. Kumbuka mnyama Simba amekuwa bora msimu huu, na ndio maana mechi ya mwisho na mtani wake ndio ambayo inakwenda kuamua nani bingwa. Natamani kufahamu siri ni nini kwa upande wa timu ya Simba, changamoto zake, lakini pia na uimara wake, namna ambavyo amefikia hii leo. Tunatuma Simba anakwenda kukutana na mtani wake wa jadi, anahitaji alama 3 muhimu. Mzee wa data. Ni kweli Simba ameimarika sana kulinganisha na msimu uliopita. Sababu msimu uliopita hapa tunapozungumza katika ligi kuu Tanzania bara tayari bingwa alishapatikana kitambo tu, kwa sababu Yanga walimaliza ligi msimu uliopita akiwa na pointi 80, Simba walimaliza nafasi ya 3 na pointi 69, Azam walimaliza nafasi ya pili wakiwa na pointi 69. Kwa hiyo tofauti ya pointi ilikuwa 11 baina yao, lakini leo hii kuna tofauti ya pointi 1. Halafu hiyo mechi ya dabi hiyo Juni 25, hiyo kuanzia saa 11 jioni hapo kwa Mkapa, baada ya dakika 90 ndio tutajua bingwa nani. Tofauti kabisa na msimu uliopita. Ni kwa sababu Simba hii chini ya kocha Fadu Davids ina maeneo kadhaa ambayo wanafanya vizuri sana, ambayo wewe umeita uimara. Ni kweli, nami nakubaliana nawe. Moja wapo ni namna Simba inavyocheza, mfumo wake wa kucheza. Baada ya golikipa huwa ina walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Kwenye kucheza huku kuna wafaja wanapomiliki mpira, wanapokwenda kushambulia wanakuwa wengi sana kwenye eneo la juu, yani baada ya kuvuka katikati ya mstari wa uwanja, jambo ambalo watani zao jadi Yanga cheza yao nayo inafanana namna hii. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba hili ni eneo ambalo litaleta uhondo wa aina yake, lakini ni la uimara wa Simba, kwa sababu kupitia uchezaji wa aina hii Simba imekuwa ikimiliki sana mpira. Simba muda mwingi imekuwa ikicheza katika nusu ya pili ya uwanja. Wapinzani wao wanapocheza dhidi ya Simba wanajikuta bila kutaka wanakuwa nyuma kwenye eneo lao, wakizuia kutokea chini, tunasema low block, halafu washambulie kwa kushtukiza, wafanye mashambulizi ya kujibu, tunasema counter attacks. Ni kwa sababu ya aina ya uchezaji wa Simba. Huo ni uimara wao Simba, kwa sababu kufanya hivi kuna wafanya wapinzani muda mwingi wao wanafukuzia mpira, muda mwingi, kwa sababu ni Simba ndio wanamiliki zaidi mpira. Cha ziada kuhusiana na hilo, Simba ya Fadu Davids miongoni mwa silaha zao katika kuzuia ni pamoja na kuuficha mpira. Yani wao sio kwamba wanaweka mabeki wengi nyuma pindi wanapotaka matokeo yao yawe hivyo. Kwa mfano unaongoza 1-0 na wanataka pointi 3, basi wewe mpinzani mpira upati, wanafanya ball cycling, wanauzungusha mpira. Wewe unakuta Kamara ambaye ni mzuri sana katika kucheza mpira kwa miguu, footwork iko vizuri, akaanzia na mpira na Shemalon Fondo ambaye ni mzuri katika eneo hilo, nonchalantly, kwa utulivu kabisa. Utaona Shemalon Fondo anampigia ngoma anampaka goma, afu Kagoma wala usishangae akapeleka kwa Kapombe, afu Kapombe akarudisha kwa Kamara vile vile. Kwa hiyo inatengeneza kamduara hivi, lakini ambacho kinafanya wao wa retain possession, yani waendelee kumiliki mpira, wao uendelee kuchoka kama sio kimwili basi kiakili, kwa sababu muda wote unafukuzia mpira. Ukija kichwa, mkija wachezaji wawili watatu, maana wanakutamanisheni mfanye pressing, shinikizo kwenye eneo lao. Mkija inahama sasa. Hapa sasa ndio utampenda mtu anaitwa Shemalon Fondo. Inaweza kachomoka hapo ikienda kwa Mpanzu. Kwa hiyo inaruka hapa kati hapa, inakwenda mpaka katika nusu ya pili ya uwanja. Wakati wa Mpanzo, kwa sababu namtaja kama mfano, washafanyia mazoezi kama si yeye Kibu Dennis Prosper, ikifika tayari muda si mrefu anakuwa tayari umemfikia mshambuliaji wa kinara Steven Dese Mukwala, Lionel Ateba Mbida, au hawa wanaotokea pembeni Mpanzo, Kibu, wanakuwa tayari wako eneo lile kama namba 10 au namba 9, kwa sababu hapo utaangalia Jasha huwa yuko wapi. Akiwa mbele zaidi anakuwa sasa kwenye kujipanga hapa, anakuwa kama ndo namba 9, halafu hawa mawinga waenda kwa nyuma ya namba 9. Au huyu mshambuliaji kinara Dese Mukwala au Lionel Ateba Mbida ndo atakwenda pembeni kuchukua mipira, halafu beki wa pembeni Kapombe au Shabalala ndiye anaingia ndani, tunasema underlapping, wanaongeza idadi kubwa sana yao wakati wanapokwenda kushambulia. Lakini kwa sababu wanakaa sana na mpira, kwa sababu wako makini sana katika kuhakikisha mpira upotei, bora waanze tena upya kwa kipao Kamara au Ali Salim Katoro kuliko kwenda kubahatisha kuachewe mpira. Matokeo yake wapinzani wa Simba ni nadra sana kupata nafasi kwenda kufikia lango lao na kufanya majaribio ya kufunga. Matokeo yake wanapofanya hivyo, wakati mwingine wanafanya kwa pupa, kwa sababu nafasi hizo ni haba, zinawakuta wakiwa na idadi ndogo wapinzani, wanapiga mashuti, tunasema speculative shots, mashuti ambayo huna uhakika sana kwamba yamelenga shabaha. Chris na watazamaji wako,
mpaka kufikia mechi na Kagera Sugar kwenye uwanja wa KMC, Simba mashuti waliopigiwa kulenga shabaha tena baada ya mechi na Kenil Gold ilikuwa ni mashuti 25 tu, lakini mpaka kufikia mechi na Kagera Sugar ni mashuti 26. Kati ya hayo sales imechezwa 15, mabao yameruhusu 11. Ndio timu ya pili kwa kuwa na ukuta imara, ndio timu ya kwanza kwa kufikiwa mara chache langoni kwao. Hapa sikuchanganya Chris na watazamaji wako. Timu ya kwanza kwa kufikiwa mara chache kwa sababu wamepigiwa mashuti machache ya kulenga shabaha. Kwa makipa wao wamecheza saves 15. Lakini timu ya pili kwa kuruhusu mabao machache kwa sababu hayo mashuti 26 waliopigiwa wameruhusu mabao 11. Watani zao jadi Yanga kabla ya mechi dhidi ya Dodoma Jiji na hata baada ya Dodoma Jiji walikuwa wamepigiwa mashuti ya kulenga shabaha 34. Kwa sababu mechi dhidi ya Tanzania Prisons waloshinda 5-0 hakuna shuti waliopigiwa kulenga shabaha. Mechi dhidi ya Dodoma Jiji dakika 90 hakuna shuti limelenga shabaha. Kwa hiyo ni mashuti 34, wameruhusu mabao 10. Kwa hiyo wameruhusu mabao 10 ni kwa sababu makipa wao wamefanya saves 24. Ndio utofauti ulipo hapa. Sasa kwa kufanya hivi maana yake Simba ni imara pia kwenye kuzuia. Kwenye kushambulia uimara unakuja vipi? Simba ndo timu ya pili kupiga mashuti mengi katika ligi kuu Tanzania bara. Baada ya watani zao jadi Yanga walopiga mashuti 350, wao wanafuatia wapiga mashuti 312. Kati ya mashuti 312, 180 yamelenga shabaha. Shooting accuracy, umakini kupiga mashuti kulenga shabaha ni around 58% Chris. Lakini wakafunga mabao mangapi? 69. 69 baada ya kupiga mashuti 312, maana yake goal conversion rate, uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 23%. Kwa hiyo Simba wako vizuri katika kuzuia na kushambulia kadri nilivyoeleza. Lakini hapa tunazungumzia system of play, yani mfumo ule wanaotumia katika kucheza unawapa umakini huu, unawapa ubora huu ambao unazungumzia kama ni uimara. Lakini uimara mwingine, ubora wa wachezaji moja mmoja, wanao wachezaji wanaamua matokeo. Kwa mfano, hapa tunapozungumza ligi nzima, mchezaji anayeongoza kufanya majaribio ya kutaka kufunga dhidi ya wapinzani ni Jashaua ambaye ameshapiga mashuti 72. Kwa hiyo mashuti 72 ilikuwa ni kabla ya mechi dhidi ya Kagera Sugar kwenye uwanja wa KMC na akawa amefunga mabao 16 na umfanya awe ndio kinara kwa kupachika mabao katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu mpaka sasa tunapozungumza kabla ya mechi ya mwisho. Huku wanaofuatia amewazidi mabao 3. Mechi dhidi ya Yanga ndio itakayoamua sasa nani atakuwa mfungaji bora, yeye akiwa kinara na mabao 16. Wanaofuatia kuna Dube na mabao 13, kuna Mzizi na mabao 13, Mkwala na mabao 13, Ateba na mabao 12. Umeshaona? Lakini ukiondoa hii ya mchezaji moja moja, hapa nimemtaja Ahoua ambaye pia ana assist 9 na mabao 16 aliyofunga, unatengeneza mabao 25 amechangia peke yake. Yale mashuti 72 aliyopiga ni 23% ya mashuti yote aliyopiga Simba. Uwezo kubadilisha mabao, yani nafasi kwa mabao, hapa tunaweka vizuri. Upige kwao mashuti 312, halafu wakafunga mabao 69. Goal conversion rate, uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao ni 22%. Umeshaona? Sasa wapo pia wengine, kuna Elimpanzu Kibisawala, fundi ana uwezo kuchukua wachezaji wawili watatu. Maana yake ni kwamba mabeki pembeni Yanga wana kazi kubwa kupambana naye pindi atakapopata nafasi ya kucheza na akawa kwenye kiwango chake bora. Kibu Denis Prosper mzuri katika kudribble, kupiga mashuti ya mbali, na Yanga wanamkumbuka kwa sababu jina la Kibu mkandaji lilitokana na shuti la mbali, umbali mrefu alilopiga likaenda wavuni katika mechi moja hapo dhidi ya Yanga kama nakumbuka vizuri. Lakini wapo kina katikati hapo Kagoma, kuna Fabrice Luamba Ngoma, lakini mabeki wao pembeni Mohamed Hussein Shabalala, Shomari Kapombe ni mabeki wa pembeni, lakini pamoja na Valentin Nouma, Duchu, tunazungumzia David Kameta ambaye alitoa assist katika bao pekee alilofunga Mkwala mechi dhidi ya Kagera Sugar. Wanapopanda nao wanakuwa ni kama viungo ushambuliaji. Hili ni eneo lingine la uimara la mchezaji mmoja mmoja, akiwamo Musa Pimpin Kamara, golikipa ambaye ni mzuri katika kucheza mpira kwa miguu, ana uwezo wa kupiga pasi ndefu zikafika zikivuka katikati ya mstari wa uwanja. Hili ni eneo lingine ambalo kwa Simba ni imara. Kwa hiyo nimekuambia uimara katika kuzuia, uimara katika kushambulia, kuna uimara wa mchezaji mmoja mmoja ambao jumla yake inafanya Simba leo hii wamezidiwa pointi moja kama ulivyotoka kuzungumza wewe mwenyewe, wana pointi 78, Yanga na pointi 79. Mechi hii itaamua ubingwa. Keti ya Simba kwenye mechi ni ushindi tu. Sare haiwasaidii wala kufungwa kwa idadi yote ya kuwasaidii. Wanaoweza kushinda ili kwanza kulipiza kisasi kwa kufungwa katika mechi iliyopita na Yanga, lakini pili kuhakikisha wanatoa ubingwa ulioukosa tangu msimu 2020 2021. Chris, hujaniuliza, lakini pamoja na uimara wao wana changamoto zao. Changamoto mojawapo
kama ilivyo kwa tabia ya timu zinazomiliki zaidi mpira, ilivyo tabia za timu ambazo muda mwingi wa mchezo wanacheza katika nusu ya pili ya uwanja, ni kwamba mashambulizi ya kujibu, counter attacks, huwa zinawadhuru Simba. Haya mabao 11 waliofungwa ni pamoja na mabao mawili waliofungwa dhidi ya Coastal Union kwenye mzunguko wa kwanza, walikuwa washatangulia 2-2, lakini matokeo yake Coastal Union walikuja kusawazisha. Bao moja wapo alifunga Malonga kama unakumbuka, ambapo ilikuwa ni mpira wa kujibu, mpira mrefu, wao wakiwa karibu na kati ya uwanja, mfungaji alitembea umbali mrefu kwa sababu kulikuwa wazi. Lakini changamoto nyingine, kipa wao Musa Kamara, kwa sababu ni mzuri kucheza na miguu, huwa ananogewa sana, wakati mwingine anakuwa nje ya 18, anakuwa karibu tuseme kutoka langoni kwake kunakuwa mbali. Anajiamini, huwa ni sehemu ya wachezaji wa Simba kwenye eneo la ulinzi katika build up, kuanzisha mashambulizi. Wapinzani wakati mwingine wakifanya majaribio ya kupiga shuti la mbali yanamsumbua Kamara, na mabao walioruhusu Simba yapo kadhaa ambayo yalitokana na mashuti ya mbali, likiwemo la kujifunga wenyewe la Dak Chasambi. Ilikuwa ni pasi shuti kule kwa Raha wakati wakicheza na Fountain Gate, mechi ilisha 1-1. Bao la Fountain Gate ni shuti la mbali la pasi, lengo lilikuwa pasi la Dak Chasambi. Kamara hakuwa katika eneo lake, likamsumbua likawa kamba. Lau kama angekuwa golini, pengine madhara yale singejitokeza. Hii ni maeneo ambayo ni yenye changamoto, ambayo katika mechi ya dabi kama ulivyosema mwenyewe, changamoto, uimara, kifurushi chake ndio burudani yenyewe. Basi burudani ya Simba kwenye mechi hii ni pamoja na uimara wake unatoka kuelezea, lakini changamoto zake ambazo bila shaka kocha Fadu Davis na wachezaji wake watafanyia kazi ili mwisho wa siku walete burudani inayotarajiwa katika dabi hiyo ya Kariakoo, ambayo ni miongoni mwa dabi maarufu bora zaidi barani Afrika hapa tunapozungumza. Tofauti ya pointi moja, tofauti ya mabao ya kufunga, Simba wakiwa ndo timu ya pili kwa kufunga mabao mengi baada ya Yanga kufunga mabao 81, Simba mabao 69. Kwenye kuruhusu nimekwambia Yanga mabao 10, Simba mabao 11. Kwenye mashuti kupiga, Simba ni ya pili, imepiga mashuti 312 maana yake, na kwenye mashuti ya kupigiwa, Simba ya kwanza imepigiwa mashuti machache ambayo ni 26. Ni kwamba mechi hii kwa pamoja inaleta burudani aina yake kwa vijana wa Hamdi Meludi wa Yanga na wekundu wa Msimbazi Simba mnyama chini ya Fadu Davis raia wa Afrika Kusini. Hata mimi nikushukuru sana. Shukran jazilan.